ama wale watu watatu ambao awachukia Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shaykhu az-zani, wa kwanza akamtaja mzee mtu mzima mkongwe na bado afanya uchafu wa zina. Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha zina kwa vijana na wazee. Faqala jalla fi ulah wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kuikaribia zina, bimaana hata zile njia zinazokukaribisha wewe katika kuzini wal iyadhu billah ziepuke muislamu. Lakini uchafu huu lau kama ataufanya kijana, pengine mtu aweza kusema kwa sababu ana nguvu yule kijana na shahwa zimempelekea mpaka akateleza katika janga ovu la zina, pamoja na kuwa ni haramu kwake yeye. Lakini huyu ambaye amekuwa mtu mzima, hakuna tena shahwa kwa mtu kama huyu, kisha juu yake yuwafanya uchafu wa zina, huyu achukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika watu wanaowachukia sana Allah subhanahu wa ta'ala. Akataja mtume sallallahu alayhi wasallam wal faqir al mukhtal, na wapili ni mtu fakiri, hana chochote katika dunia lakini ana kibri, awafanyia watu kiburi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kibri kwa watu wote. Lakini lau kama kibri angelikuwa nacho yule aliyefunguliwa katika dunia, watu waweza kusema kuwa ameghurika na mali yake akawa na kibri na kuwadharau watu. Lakini huyu ambaye hana chochote, ni kipi kilichompelekea yeye kuwadharau ndugu zake? Ni kipi kilichompelekea yeye kuwa na kibri isipokuwa ni uovu waliokuwa nao? Na katika wale wanaochukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghaniyyu adh-dhalum, ni mtu tajiri. Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia na ni dhalim, adhulumu watu na kuwanyanyasa watu kwa sababu ya ule uwezo waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu, hasa katika asili hii tunaoishi, wangapi katika watu wamekuwa madhalim kwa sababu ya kufunguliwa katika dunia, wakasahau kuwa aliyewafungulia ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyesema katika kitabu chake, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Usidhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameghafilika na yale unayoyafanya. Na katika dhulma ya tajiri kwa mwenzake ni pale anapodaiwa na ana uwezo wa kulipa, akawa amchelewesha katika kumlipa mwenzake, na hili jambo limeenea sana. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, matalul ghani dhulmun, tajiri kumchelewesha yule aliye na haki juu yake, ana deni lake ni dhulma.